babun idha ihtalamat almar'a, huni mlango pindi atakapoota mwanamke anafanya jimai, ndio ihtilam au kutokwa na manii akiwa usingizini. Anasema hadathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi maarufu huyo, qala akhbarana Malik wa huwa ibn Anas imam عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه وهو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، توتو أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، تكتب زينب ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم alimlea kwa sababu alimuoa mama yake ambaye ni Ummu Salama ummul mu'minin. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، كما هي أم سلمة لسيما جاءت أم سليم، alikuja Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mamake Anas, mke wa Abu Talha, mamake Anas bin Malik, mama yake anaitwa Ummu Sulaim. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufika Madina, Ummu Sulaim akaenda na mtoto wake Anas, akamkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mtoto wangu mtumie unavyotaka, nikukabidhi. Kwa hiyo Anas akawa ni khadimu wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mama yake alimpeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Mtume amtumie. Mume wake ni Abu Talha, na habari zake tushazisoma katika hadithi nyingine ya kufiwa na mtoto. Kwa hiyo Ummu Sulaim alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema jaat Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha, alikuja Ummu Sulaim ambaye ni mke wa Abu Talha radiyallahu anhuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, akasema ewe Mtume wa Allah, inna Allah la yastahi min alhaqi, hakika Allah haoni haya katika haki, alionei haya jambo lolote la haki. Kwa maana ana swali gumu atakuuliza. Sasa mimi sioni haya katika jambo hili, nauliza hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat, je, italazimu kwa mwanamke kuoga atakapoota anafanya jimai? Mwanamke anapoota afanya jimai, je ataoga? hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat, je italazimu kwa mwanamke kuoga atakapoota afanya jimai? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ndio atakapoyaona manii. Kama kweli kama ameota akatokwa na manii lazima aoge. Maneno haya Ummu Sulaim yanaonyesha ya kwamba katika faida ni kwamba wanawake na wao wanaota wakifanya jimaa, lakini hili linafahamisha ya kwamba ihtilamu nisai qalil. Sawa, ihtilamu nisai qalil. Na ndio maana Ummu Salama radhiyallahu anha katika hadithi nyingine alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa amezungumza kama kwa mshangao hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam, ndio hivyo ndivyo, kwa mwanamke naye anaota anafanya jimai. Fa fima yushbihuha waladuha, basi ni kwa vipi mtoto wake anafanya na mwanamke? Kama mwanamke naye hatoki na manii, inakuwaje mtoto unapozaliwa wakati mwingine afanana na mama yake, au kachanganya baina ya baba na mama? Sawa. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba kuna manii ya mwanamke. Sawa. Kwa hadithi ilikuja ikielezea jambo hili. Sema jambo hili linakuwa ni mara chache, na hadithi
ina fawaidi nyingi siokuwa hizo, lakini faida kubwa ni kwamba hilo ni jambo lipo, na hadithi ni ushahidi wa kwamba ni wajibu kwa anayeota kuwa anafanya jimai kisha akatokwa na manii, kuwa ni wajibu juu yake kuoga. Lakini kama ameota afanya jimai na hakutokwa na manii, basi si lazima kuoga, hakuna wajibu wa kuoga mpaka atakapoona idha ra'at almaa. Na mathalan mtu amelala hakumbuki kama kaota, lakini akaona katika nguo yake kuna manii, nguo yake aliyovaa mwenyewe, atafanyaje? Tumesoma kwenye fiqh, durusi za fiqh zilizopita, kwenye semina, katika baadhi ya vitabu tumesoma. Atafanyaje? Ataoga, lazimika kuoga. Lakini mathalan ameyakuta kwenye godoro, kwenye tandiko ambalo la yanamu alayhi ghayruhu, halali katika tandiko hilo isipokuwa yeye peke yake. Ni ya nani? Ya kwake. Kisikumbuki yako, kaoge, sawa. Kama kuna mwingine sawa, au katika swala ambayo namtana maelezo kidogo, kuna masala kurudia swala, lakini tumesoma kwenye minhaji kwenye mukaddima. Nakumbuka masala gani nitakayosema, ndio tairudia kila swala ambayo inahitamili ilikuwa baada ya hayo mani, pana ibara kidogo baada, sawa. Haya, turudi kwenye darasa yetu. Kwa hiyo inapasa kuoga kwa mtu ambaye ametokwa na manii, awe ni mwanamume au mwanamke. Wallahu a'lam. Naam.